na nyinyi watu wa pwani, mimi nilisimama hapa kwenu nikawaambia ile pwani ya zamani, pwani iliyobaguliwa, pwani iliyowachwa nyuma, hiyo pwani tutaikomesha na tutaweka usawa kwa watu wa pwani. Na mimi nafurahi leo tumeungana na viongozi wote wa pwani. Nyinyi mnanielewa bana? Leo asubuhi nimekuja hapa kutatua ile tatizo kubwa sana pwani, tatizo la uskwota. Leo hapa nimekuja kuwaambia tumeweka pesa ya serikali, tumetafuta wale absentee landlords, tumekubaliana na wao, tumewalipa pesa zao, na sasa iliyobaki ni wale maskota wote tuwakatie mashamba yao, tuje tuwapatie hati miliki ndani ya miezi mitatu. Kila mtu awache kuwa skota, aishi kwake, na tuondoe uskota katika pwani hii. Tunaelewana? Watu wa pwani tunaelewana? Tulikuwa na mashamba karibu 20 ya absentee landlords. Watu zaidi ya 1200, familia zaidi ya 1200. Hapa kwenu Kwale, mnajua pale Kumbato. Si mnawajua pale Kumbato? Mnajua kule Gazi. Hizo sehemu zote sasa tumepatiwa title deed. Mimi niko na title deed ya hiyo mashamba mwenyewe. Na nimesema sasa hiyo mashamba igawiwe wananchi, na mimi nitakuja kupatia kila mwananchi hati miliki ya shamba yake, ndio tuondoe uskota, Kenya isonge mbele, kwa sababu tumeongea mambo ya squatters kwa hii pwani miaka nyingi, lakini mimi niliwaeleza it is no longer going to be about the land question, because finally we have the land answer, na answer yake ni kununua ile ardhi kutoka kwa wale ambao wako na title deed, na tuwapatie wale wanaishi pale kama maskota wawe wenyeji. Na hiyo ndio kazi tumeanzisha leo asubuhi, kwa sababu nimeunganisha na tumeketi pamoja na viongozi wote wa pwani. Jeffa Kingi pamoja, Hassan Joho pamoja, Salim Vuria pamoja, Achani pamoja, Abdul Swamad pamoja, Gideon Mungaro pamoja, Godana pamoja, kila mmoja wetu hata wakujaa pamoja. Na tumekubaliana na wabunge wenu wote ya kwamba tutatembea safari moja ya kukomboa hii pwani kutoka kwa uskota na uchochole, kwa sababu tunataka kubadilisha pwani. Imechelewa na maendeleo yake. Mnasema tuendelee ama tuendelee jameni? Pwani hoye! Pwani hoye!